wala ana tatizo la kiafya, kwa sababu sio mara ya kwanza analisemea hili neno. Na mimi shauri la kwanza nililetewa na familia baada ya babake mzazi kukimbia humu ndani. Chumba hiki cha kwangu, babake mzazi huyo, wakati babake mzazi ndio mwenye ulisi wa hii nyumba. Yeye ni mjukuu. Alisi mali ya babake, lakini anataka kulisi mali ya babu yake. Kwa hiyo hapo ndo shida ikaanza kutokea. Tukaja hapa. Tulipokuja tukamkuta kule uani kweli. Alikuwa anatumia pombe na tumemkuta kweli na kisu na panga. Tukamuuliza shida nini, akamwambia mimi huyu mzee ananifuatilia sana, ila nitamuondoa katika maisha. Tukamwambia uweze kutujibu hivyo. Kwa majina naitwa Suleiman Mohamed, ndio mwenyekiti wa serikali ya mtaa wa Sindano, kata ya Makumbusho. Nini unafahamu kutokana na hili tukio kubwa ambalo limekusanya watu wengi, lakini tukio lenye huzuni ndani yake la watu wawili kukutwa wamefukiwa kwenye shimo? Ni kweli taharuki kwa kubwa ndani ya mtaa toka jana kunako saa 3 usiku, ndipo nilipopata mimi taarifa kupitia kwa mjomba wa marehemu. Alivyonipigia simu saa 3 usiku nikafika hapa, na mimi kama kiongozi wa serikali huwa nikaja na timu yangu ya ulinzi shirikishi, tukajiridhisha. Nilipojiridhisha, nilivyoona chumba kimetapaka damu, basi na mimi nikaanza kutoa taarifa kwa jeshi la polisi. Na ilikuwa ni majira gani na ulikuta chumba kipo kwenye hali gani? Saa 3 usiku jana ndo nimepiga simu. Kwa hiyo hapo ndo nilipoanza kuyagamua hayo, lakini tukio nasikia limetokea alfajiri ya saa 11. Na baada ya kutoa taarifa kwa jeshi la polisi, nini kiliendelea? Jeshi la polisi walinipa ushirikiano mzuri na wakaniambia usitoke hapo kwenye location, tunakuja. Na kweli baada ya nusu saa jeshi la polisi walifika, tukaingia ndani kwa ajili ya kulipekua, na kweli wakajiridhisha, lakini wakanitoa wasiwasi, wakaniambia mtuhumiwa bado tunaye, alishakamatwa tayari. Na baada ya kukamatwa mtuhumiwa, na leo tumeona taharuki imezidi kuwa kubwa, umati wa watu wa eneo lako wamekuwepo hapa. Nini kilikuwa kikiendelea ambacho wewe ulikishuhudia kama mwenyekiti wa serikali ya mtaa? Okay, kushuhudia kwangu mimi kwa yule mtuhumiwa alivyokuwa anahojiwa na vyombo, na akasema kweli baba yangu mzazi yuko hapa chini, ndo hapo kwenye shimo, na baba yake mdogo yupo hapo naye. Tukamuuliza kwa nini ulifanya hivyo, akaniambia mimi nimejikuta tu nafanya hivyo. Ulitumia silaha gani? Akasema alitumia silaha ya shoka, na kweli tulivyoenda kujiridhisha tumelikuta ile shoka ndani. Nyumba hii ina wapangaji inadaiwa, na wakati anafanya matukio hayo yote ya kuwaua watu wawili kwenye chumba kimoja, baba mzazi na baba mdogo, wapangaji walikuwa wapi kipindi hicho? Asante sana. Hiyo ndo kazi ambayo serikali inapambana nayo, kwa sababu serikali ni chombo. Serikali haina upana huo kuliko wananchi. Serikali inafanya kazi kutegemea wananchi taarifa. Siamini kama kiongozi wa serikali watu walikuwa ndani wakose kugamua chochote, si kweli. Na hata majirani wakati anachimba hili shimo, wengi wamemuona anachimba shimo, lakini walikuwa hawajui nini kinachoendelea. Lakini kubwa ndani ilibidi ndio itoke taarifa sahihi kwa viongozi, aidha balozi au mwenyekiti wa serikali, ili lingengamuka mapema sana. Lakini cha kushangaza mpaka nakuja mimi saa 3 usiku ndio tunaanza kungamua baadhi ya vitu. Kwa hiyo uzembe wa wananchi kutokutoa taarifa kwa wakati nayo unashirikia kuletea hayo matatizo. Pengine mwenyekiti, kwa historia ya mtuhumiwa, labda alikuwa na matatizo ya afya ya kiakili kufanya vile, kwa historia yoyote kuhusiana na yeye? Hapana, wala ana tatizo la kiafya, kwa sababu sio mara ya kwanza analisemea hili neno. Na mimi shauri la kwanza nililetewa na familia baada ya babake mzazi kukimbia humu ndani kunako kama miezi 4 iliyopita. Akanikimbilia kwangu kule, akaniambia mwenyekiti, mwanangu anataka kunichoma visu. Akasema sio kweli, kwa nini akuchome visu? Tukaja hapa. Tulipokuja tukamkuta kule uani kweli. Alikuwa anatumia pombe na tumemkuta kweli na kisu na panga. Tukamuuliza shida nini, akamwambia mimi huyu mzee ananifuatilia sana, ila nitamuondoa katika maisha. Tukamwambia uweze kutujibu hivyo. Tukamchukua tukampeleka kituoni, peleka Mwijuma. Tulipopeleka Mwijuma, jeshi la polisi wakampeleka Oysterbay na akakaa kama wiki 2. Lakini mfuatiliaji wa kesi ni mshtaki. Kama mshtaki alifuatilia jambo, basi hata jeshi la polisi wanashindwa kuprove na jambo, akachukuliwa zamana, akarudishwa mtaani tena. Kwa hiyo sisi kama mtaa tulikuwa tunakaa naye attention, kwa sababu tuna ulinzi wa usiku, lakini usiku hatumuoni katika mitembeo ile ya harakati mbaya. Kwa hiyo tukajua pengine kijana amshaanza kutulia na hili, kumbe la kwake analo moyoni. Kwa hiyo viashiria vilianza mapema. Vilianza mapema, naam, vilianza mapema.
Na mlikiwa mnazungumza na marehemu kwa maana ya baba yake ambaye alikuja kushtaki, alikuwa anasema nini haswa shida yao kati yake na mtoto wake huyo? Yani yeye mtoto alikuwa anasema baba yake anamfuatilia sana. Anapokuja kulala hapa basi na yeye anachukua mwanamke anamwambia wewe ulalimu, chumba hiki cha kwangu. Babake mzazi huyo, wakati babake mzazi ndio mwenye ulisi wa hii nyumba. Yeye ni mjukuu. Alisi mali ya babake lakini anataka kulisi mali ya babu yake. Kwa hiyo hapo ndo shida ikaanza kutokea. Chumba cha baba yake lakini mtoto anamwambia baba alala ukumbini, mimi niachie huko chumbani nilale. Mwenyekiti wa serikali ya mtaa ndio mkuu wa usalama kwenye eneo lako. Kwa jinsi ambavyo ulikuwa ukimuona kijana huyo kwenye mtaa wako, wewe binafsi kama mwenyekiti ambaye unasimamia usalama kwenye mtaa, ulikuwa unamuona ni kijana wa namna gani? Baada ya kumpeleka kule kituoni, alivyokaa zaidi ya wiki 2 na familia wakaenda kumtolea dhamana, nikawa nampekua. Lakini sikumuona na viashirio vyovyote vile vibaya vya kuona hata huyu ana 1 2 3. Tulihisi amejifunza sababu alishaanza kufanya vibarua vidogo vidogo, kawa anajikimu mwenyewe. Tukalijua hili inawezekana limekaa sawa sawa, lakini kumbe nafsi ya mtu huwezi kujua katika nafsi yake. Na wakati jeshi la polisi sasa wamekuja na wamejiridhisha kwamba kwenye shimo ndipo kuna mili ya ndugu zake mtuhumiwa. Nini ambacho ulikishuhudia wewe kama mwenyekiti wa serikali ya mtaa kwa unasimamia swala lako la usalama kwenye mtaa wako? Tumefukua na tukaona mili kweli ipo. Tumeitoa mwili wa kwanza wa babake mzazi tukapeleka kwenye gari, tukaja kutoa mwili wa babake mdogo tukapeleka kwenye gari. Na wakati wote huo mtuhumiwa labda jinsi ambavyo ulikuwa ukimuona alikuwa akijutia kuona kile kinachotokea? Sana, amejutia sana baada ya kutoa zile maiti, na tulimwambia tunataka uzitambue hizi maiti. Na akasema huyu ni babangu mzazi, huyu ni babangu mdogo. Hakuna neno lolote alilisema baada ya kuona mili sasa imetolewa na yeye kuonyesha kujutia? Alikuwa kwenye samanzi kubwa sana. Alikuwa anajutia, yani amejutia sana. Kwanza hakuamini kama itafikia hivyo. Yeye katika maeleno yake alikuwa anasema niliona kwa wale watu nimeshawapiga na wamekufa. Nilitamani kufuta zile damu zote ndani, lakini nilishindwa baada ya kuona damu zinazidi kuendelea na hofu ilishaanza kumtanda. Kwa hiyo akatoka hapo ukumbini na akatangaza kwa wapangaji. Ndio maana nakwambia siamini kama wapangaji hawana taarifa yoyote ya tatizo hili. Wanajua kwa sababu yeye alitamka hapo ukumbini, ingieni ndani na watoto wenu, sitaki kumuona mtu hapo ukumbini. Hiyo saa 12 asubuhi. Na wapangaji wakatii hiyo kauli, wakaingia ndani na kutoka mtu mpaka yeye amemaliza shughuli zake. Rai yako ni nini mwenyekiti? Rai yangu familia zetu tuziangalie sana familia zetu na tuwape maelimu. Unajua hizi chuki ndogo ndogo tusipende kuzidharau sana. Zina mambo makubwa yanakuja baadaye alafu tunakuja kuleta majuto. Kwa hiyo tunatoa elimu kwa familia zetu mara kwa mara na tusiache kutoa elimu kwenye familia na viongozi wa aina tofauti. Unapopaona sehemu kuna jambo basi tulichukulia hatua lile jambo, ili mradi tu yasitokee makubwa kama yaliyotokea. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.